السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم صيد البحر، kumehalalisha kwenu nyinyi kuvua baharini. Wa taamuhu, na kumehalalishwa kwenu nyinyi chakula chake. Mataan lakum walissayyara, kwa ajili ya manfaa kwenu nyinyi na kwa ajili ya wasafiri. وحرم عليكم صيد البر، na kimeharamisha kwenu nyinyi kiwindwa cha nchi kavu. Ma dumtum huruma, muda wa kuwa nyinyi ni wenye kuhirimia haji au umra. Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun, na muogopeni Allah ambaye kwake yeye tu mtakusanywa nyote. Maneno haya Allah, maneno matukufu, yanatufahamisha juu ya kazi tukufu, kazi ya uvuvi. Alistiyad, kuvua, katika kazi bora, kazi ya sharafu sana, na wala isifahamike kwamba kuvua ni kazi duni, yani kama ni kazi ambayo haina thamani. Kwa baadhi ya watu wanavyoichukua, wanavyoitazama, lakini ni kazi tukufu na kuitaja Allah tabaraka wa taala katika Qur'an kuonyesha na utukufu wa kazi hiyo. Pia ni kuweza kuhalalishiwa wale ambao wapo katika ibada za haji au umra, kwamba wanaweza kuvua na wakala kile walichokivua. Ni kinyume kuwinda na kula kile kiwindo, inakuwa ni haramu, kama tulivyozungumza katika aya zilizopita. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala aliposema uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, kumehalalishwa kwenu nyinyi kuvua baharini. Wa ta'amuhu, na kumehalalishwa kwenu nyinyi chakula chake. Napozungumzia taam, nakusudia wale samaki wanapatikana baharini, wanapatikana katika maziwa yale makubwa, nakuwa ni halali. Kwa hiyo taamul bahr huwa maitatuhu, ni ule mfu kinachokufa baharini, iwe kiko hai au kimekufa, maadama hakijaoza, inakuwa ni halali kwetu sisi, kwa yule ambaye yupo katika ihram au yule ambaye hayupo katika ihram, inakuwa ni halali. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuelezea chakula cha baharini anaposema huwa alhillu huwa at-tahuru ma'u, kama ni tahara maji ya baharini, manake tahirun li nafsihi mutahhirun li ghayrihi. Ndio maana tahura katika istilahi za fiqh, alhillu maitatuhu, alafu ni halali vile vile mfu wake. Manake mfu ni halali, manake kinachokuwa ambacho ni kizima kwa ni halali zaidi. Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu, kumehalalisha kwenu nyinyi kuvua baharini na chakula chake. Manake wa ta'amul bahr mataan lakum walissayyara, kwa ajili ya manfaa kwenu nyinyi, walissayyara, na wale wasafiri. Sayyara bimaana musafirin, wale wasafiri.
ni kwa ajili ya manufaa kwenu nyinyi, manake mnanufaika kwa kuvua baharini na chakula chake cha baharini, pia vile vile mnanufaika na manufaa yako mingi tu. Kuna manufaa ya kula, kuna manufaa ya kuuza, vinapatikana katika bahari. Maji yenyewe ya bahari vile vile mnaweza kujifaharishia, ndio maana mataa lakum, kwa ajili ya manufaa kwenu nyinyi, walisayara, na kwa wasafiri halal. Wa hurrima alaykum saydul barri, na kumeharamisha kwenu nyinyi kiwinjwa cha nchi kavu. Ma dumtum huruma, muda ya kuwa nyinyi ni wenye kuhirimia. Ma dumtum huruma, muda ya kuwa nyinyi ni wenye kuhurumia, manake ni wenye kuhirimia haji au umra. Haram kile kiwinjwa, na saidu ni masdar, lakini ikiwa na maana ismu al-maf'ul. Said ikiwa na maana ya masif, kiwinjwa au kiwindwa, kile kuwindwa. Wattaqullaha, muogopeni Allah, alladhi ilayhi tuhsharun, Allah ambaye kwake yeye mtakusanya. Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nas, ameijalia Allah al-Kaaba ambao ni nyumba tukufu, qiyaman lin-nas, kuwa ni msingi wa amani kwa watu. Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nas, ameijalia Allah al-Kaaba wa hiya qiblatun lil-muslimin, nao ni kile kibla cha Uislamu. Uislamu huwa wanapofanya ibada zao huwa wanaelekea kule, ima waelekee ruhan wa jasadan, manake roho zao na vilili vyao vyote vimeelekea katika al-Kaaba, imana na kusudia wale waliopo katika maeneo yao, maeneo ya haram, na wameelekea al-Kaaba kwa roho zao na vilili vyao, au ruhan duna jasad, au ikawa wameelekea kwa roho zao japo vilili vyao havipo maeneo ya haram, lakini mujarrad istiqbal, ni kwa kule kuelekea tu. Albayt alharam, na hiyo alkaaba ni nyumba tukufu. Hii ni atfu albayan. Qiyaman linnas, huwa ni msingi wa amani kwa watu, kama anavyosema faman dakhalahu kana aminan, yule ambaye atakaingia katika maeneo ya haram akuacha kuwa yupo katika amani. Washahara alharam, na vile vile amejalia Allah ile miezi mitukufu minne, walhadiya, na ule mnyama wa hidaya, walqalaid, na wale wanyama wenye kufungwa vigwe, wote hawa inakuwa ni haramu kuweza kuvunjwa ile miezi mitukufu, na hawa wanyama vile vile kuweza kuuliwa. Watakuwa wapewe amani katika ile miezi mitukufu, watakuwa wapewe amani, kuheshimiwa, watu wasuane katika miezi. Na hawa wanyama pia vile vile wasifanyiwe ifsadi, kuharibiwa na kuuliwa, manake hawa ni wanyama ambao wanachinjwa katika maeneo matukufu. Dhalika, hilo, lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ili mjue kwamba Allah anavijua vyote vilivyomo katika mbingu, wa ma fi al-ard, na vilivyomo katika ardhi, wa anna Allah bi kulli shay'in alim, na kwamba Allah kwa kila kitu ni mjuzi. Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Haram, amejalia Allah al-Kaaba kuwa ni nyumba tukufu, sawa, Baitullah al-Haram wal-Kaaba kuwa ni nyumba tukufu. Qiyaman lin-nas, ni msingi wa amani kwa watu, manake watu wanakuwa katika amani sana wanakuwa katika maeneo yale, maeneo matukufu, wapo katika amani za roho, wapo katika amani za viwiliwili vyao. Qiyaman linnas, ni msingi wa amani kwa watu. Washahara alharam, na vile vile amejalia Allah miezi mitukufu vile vile ni msingi wa amani kwa watu. Na miezi mitukufu ahlul ilmu walivyotaja kwa kupitia hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Dhulqaada na Dhulhijja
والمحرم ورجب مضر. رجب مضر إذا نزلت الله سبحانه وتعالى نسير فلا تظلموا فيهن أنفسكم msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu bilqital wa kupigana vita. Hata jahiliya pia walikuwa wakiheshimu miezi kwa sababu ni miezi ya amani, qiyaman linnas, ni msingi wa amani katika mwezi huu wa watu. Vita ambavyo vilipigwana katika mwezi huu mtukufu katika jahiliya, sio kupigana Waarabu katika miezi kama hii, wakavita harbul fijar. Harbul fijar maana ni vita viovu, vilipigwana vita hivi katika miezi mitukufu, na wanasema ahlu siyar kama lilikuwa limetokea mara moja, na Uislamu ulipokuja pia vile vile ukathibitisha. Washahara alharam, na vile vile amejalia Allah hii miezi mitukufu minne kuwa vile vile ni msingi wa amani kwa watu. Watakuwa wawe katika hali ya amani, wasungwane katika miezi, wasifanye maovu katika miezi. Walhadiya, na yule mnyama mwenye kukokotwa pelekwa katika maeneo ya haram, pelekwa katika maeneo ya haram. Mnyama huyu pia vile vile atakuwa apewe amani, asiuliwe huyu. Walqalaid, na wale wanyama waliofungwa vidani, sawa, ambao ni ishar, kama kuonyesha ni alama kuu kwamba wanyama hawa ni wanyama kwa ajili ya kwenda kuchinjwa Baitullahi alharam, nyumba tukufu. Hawa pia watakuwa pewa amani. Hawa wasitekwe, hawa wakaibiwa, wasinyang'anywe, wakaporwa, hawa wasiuliwe, kwa waachwe kama walivyo. Hii ndio maana qiyaman linnas. Dhalika, hukumu hiyo aliyoitoa Allah tabaraka wa taala na kuiweka kwa waja wake, lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ili mpate kujua kwamba Allah anajua yote yaliyomo katika mbingu na yaliyomo katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Wa anna Allah bikulli shay'in alim, na kwamba Allah kwa kila kitu ni mjuzi, maana anakijua. Fala takhfa alayhi kha'ifa, wala hakijifichi kwa Allah kile chenye kujificha. Ma ala ar-rasuli illa al-balagh, hapana juu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam isipokuwa ni kufikisha. I'lamu, jueni, anna Allah shadidul iqab, kwamba Allah ni mkali mno wa adhabu. Wa anna Allah ghafurur rahim, na kwamba Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma kwa watu. Nafsul waqt. Lakini imekuja katika hadithi, Allah tabaraka wa taala ameandika katika arshi yake, ghalabat rahmati ghadabi, kwamba rehema zangu, maana huruma wa Allah, huruma yake Allah tabaraka wa taala imezidi na kushinda chuki zake. Lakini Allah tabaraka wa taala ni shadidul iqab, lakini wakati huo ni ghafur. Lakini rehema ya Allah imeshinda chuki za Allah tabaraka wa taala. I'lamu, jueni enyi watu, ayuha nnas, enyi watu, anna Allah shadidul iqab, kwamba Allah ni mkali mno wa adhabu, liman asahu, kwa yule atakayemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Si ni mkali wa adhabu kwa kila mtu, kwa kila mja, la, yule mwenye kufanya madhambi, mwenye kumwasi Allah tabaraka wa taala, mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ni mkali naye kwa kumwadhibu. Wallahu azizun dhu intiqam, Allah ni mwenye nguvu, ni mwenye kushinda, dhu intiqam, mwenye mateso. Wa anna Allah ghafurur rahim, na kwamba Allah ni mwingi wa kusamehe, ni maana kathirul ghufran, mwingi wa kusamehe, rahim, ni mwenye huruma kwa waja wake. Liman taba wa anaba, kwa yule ambaye atakitubu kwa Allah, wa anaba, na akarejea kwa Allah. Yule atakitubu akarejea kwa Allah tabaraka wa taala, bas Allah ni ghafurur rahim, mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma. Ma ala ar-rasuli illa al-balagh,
hapana juu ya mtume wa Allah isipokuwa ni kufikisha tu, ufikishaji. Bimaana mtume sallallahu alaihi wasallam ana ile hidayatul dalala, kule kuwaongoza watu kwa kuwafahamisha na kuwaikia wazi, hidayatul dalala wal bayan. Na Allah tabaraka wa taala ana ile hidayatul tawfiq, kule kumuongoza mja wake na kumwafikisha. Hii katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio maana maneno Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Na kule katika nyingine Allah anasema innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Kwa hiyo balagha ya Mtume sallam ni kuwaongoza watu katika hali ya kuwafahamisha hii ni haki, hii ni batil, hii ni haram, hii ni halal. Haki tuifuate, batil tuiwache. Haya ndio majukumu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale ambao watakufuata nyayo za Mtume. Ama yule ambaye atakayefikishwa kuifuata hiyo haki na kuikubali hiyo halal, hii ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ala ar-rasul illa al-balagh, hapana juu ya mtume wa Allah isipokuwa ni kufikisha tu. Sawa? Alafu wallahu ya'lamu ma tubiduna wa ma taktumun, na Allah anayajua yale mnayoyadhihirisha na yale ambayo mnayoyaficha, na yale ambayo mnayoyaficha. Wallahu ya'lamu ma tubiduna wa ma taktumun, Allah anayajua yale ambayo yote mnayoyadhihirisha, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Wama taktumun, yale mnayoyaficha pia vile vile Allah tabaraka wa ta'ala anayajua. Min alhidayati, katika uongofu, au aldhalal, au katika upotevu, ya'lamu Allah, Allah zote anafahamu. Qul, waambie Muhammad, la yastawi alkhabith wat-tayyib, hailingani sawa haramu na halali. La yastawi alkhabith wat-tayyib, hailingani sawa batili na haki. La yastawi alkhabith wat-tayyib, halingani sawa kafiri na mu'min. Sote hizi ni maana alkhabith wat-tayyib, sawa, zote zinaingia. Qul, waambie Muhammad, la yastawi alkhabith wat-tayyib, hailingani sawa haramu na halali. Walau a'jabaka kathratu alkhabith, na japo itakufurahisha wewe wingi wa haramu, na japo utakufurahisha wingi wa haramu, yani ile haramu ile kutokana na wingi wake itakufurahisha, itakupendezesha, lakini bado haiwezi kulingana sawa kati ya halali na haramu, kati ya haki na batil. Fattaqullaha ya ulil albab, muogopeni Allah enyi wenye akili zilizosalimika. La'allakum tuflihun, huwa na nyinyi mkafaulu, na nyinyi mkapata falaha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul, waambie la yastawi alkhabith wat-tayyib, haiwezi kulingana sawa haramu na halali, haiwezi kulingana sawa batil na haki. Walau a'jabaka kathratu alkhabith, na japo kuwa itakufurahisha wewe wingi wa haramu, na japo kuwa itakufurahisha wewe wingi wa batil. Fattaqullaha, bas muogopeni Allah, ya ulil albab, enyi watu wenye akili za ndani. La'allakum tuflihun, ili nyinyi mpate kufaulu. Sheikh wangu anasema qul ya Muhammad, sema ewe Muhammad, la yastawi alkhabith wat-tayyib min kulli shay, hakiwezi kulingana sawa kile kibaya na kizuri katika kila kitu. Falkafir la yusawi almu'min, yule kafiri hawezi kulingana sawa na mu'min na muislam. Wala asi la yusawi almuti', yule mwenye kuasi hawezi kulingana sawa na yule mwenye kumtii Allah. Wal jahil la yusawi alalim, yule mjinga jahil asiyojua kitu nyingi katika dini yake.
sawa. Hawezi kulingana sana ule mtu ambaye ni mjuzi, wal mubtadi' la yusawi al muttabi', na ule mzushi wa bid'a hawezi kulingana sana ule ambaye mwenye kufuata sunna. Wal malu al haram, na vile vile hawezi kulingana mali ya haram, la yusawi al halal, haiwezi kulingana na mali ya halal. Maana kibaya hakiwezi kuwa sawa sawa na kizuri. Walau a'jabaka kathratul khabith, hata kama na japo kuwa itakupendezesha wewe ule wingi wa ubaya, wingi wa haramu, wingi wa batil, itakupendezesha na kufurahisha, kinaweza kulingana sana. Ya ayuha alladhina amanu la tasalu an ashiya, enyi ambao mliamini msiulize vitu kwa sana kwa wingi. In tubida lakum tasu'u, kama vitadhihirishwa kwenu nyinyi vitawahuzunisheni. Wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran, na kama mkaviuliza vitu hivyo wakati wa kuteremsha Qurani, tubida lakum, vitadhihirishwa kwenu nyinyi na wahyi. Afa Allahu anha, amesamee Allah maswali hayo. Afa Allahu anha, amesamee Allah kuuliza huko, anakuuliza ambako kusokuwa na faida. Wallahu ghafurun halim, Allah ni mwenye kusamehe na ni mpole kwa waja wake. Ahlul ilm wanasema ni ile dhambu sual biduni faida, ubaya wa swali basi na faida yoyote. Kuna mmoja anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, aina abi, babangu yuko wapi? Sallallahu alaihi wasallam, Mtume wa Allah, aina abi, babangu yuko wapi? Mwingine naye anakuja, ya Rasulullah, naqati au an-naqatu tadil, kwamba ngamia anapotea. Aina naqatu, ngamia yangu yuko wapi? Ngamia amepotea, kwa maana gani sasa? Kweli swali za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ile ndio maana kwamba unapouliza uliza istirshadan, utaka uongofu, utaka kuongoka na ile unalolouliza, sio istihzaa wal inad, sio kwa kumcheza mtu shere na kuleta upinzani. Yani unamuuliza mtu kwa ajili ya kumwangalia, kumpima. Idha sa'alta fas'al ta'allum, utakapouliza uliza kwa ajili ya kujifunza. Wala tas'alu ta'annuta, wala usiulize kwa ajili ya kuleta ubishi. Usali yale ya kufanya tahaddi wa ta'jiz, mwalimu sheikh, haya fahamu. Na wanafunzi wasiokuwa na adabu ndio maswali yao, ambao adabu zao ziko kwenye mifuko, ziko mifukoni. Saa yote tu mwenyewe aamua ita mfukoni, sasa adirisha ule suul adab. Lazima watu wawe na adabu katika kuuliza, lazima watu na adabu katika kusoma. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mliamini, la tasalu an ashya, msiulize vitu. Manake msiulize vitu kwa sana, ay min umuri dunya, katika min umuri dini, katika mambo ya dini. Lam tu'maru fiha bi shay, hamjaamrishwa katika mambo yao kwa chochote. Bi maana mtu anauliza jambo ambalo wala hamjatokea jambo hilo aliuliza. Kama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba, inna Allaha farada alaykumul hajj fahujju, hakika Allah amewafaradhisheni nyinyi hija, amewafaradhisheni nyinyi hija, nendeni mkahiji. Akatokea mtu mmoja akasema, afi kulli amin ya Rasulullah, je, ni katika kila mwaka Mtume wa Allah? Salilo sanani Mtume sallallahu alayhi wasallam akanyamaza. Imekuja katika qala thalatha, maneno yale anasema mara tatu, afi kulli amin ya Rasulullah, في كل عام يا رسول الله. Mtusema lau qultu na'am, lau ningesema ndio, la wajabat la mastata'at, ingewajibika hivyo, ingepasa hivyo, na wala msingeweza kila mwaka mmoja tu kwa umri mtu amshinda kila mwaka. Yani maswali kama haya yakija, na maana yule mtu mmoja alikuja, ya Rasulullah, vipi kama nitamdiriki mimi, au kama mtu atamdiriki mke wake na mume mwingine, afanyeje? Salama kanyamaza, hakusema chochote. Mpaka alipokuja tena akasema, ya Rasulullah, lile ambalo nililokuambia limenitokea mimi. Sema hapo sasa ndio swali, so ulizo kwamba je, ikitokea vipi? Subiri itokee kwanza.
Sasa maswali kama haya watu kama wanakujibiwa vipi? Tutakapofikia kwamba labda jua sasa halijazama, swala magharibi tuwaswali vipi? Na maswali yanakuja. Ngoja nikamchallenge, nisikia atasemaje. Subiri kwanza mpaka nisizame, alafu ndio watu watanitolea fatwa ahli ilmu. Au hayapo shakasi hapo. Tunao watu wengine kama hao. Ya ayuha alladhina amanu la tasalu an ashya in tubida lakum, kama yatadhihirishwa kwenu nyinyi, kama kutadhihirishwa kwenu nyinyi tasukuku. Sawa, manake yatahuzuni, manake yatawatieni huzuni. In tubida lakum, kama vitadhihirishwa kwenu nyinyi hivyo vitu, tasukukum, vitawatieni huzuni, vitawahuzunisheni. Wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran, na kama mtaviuliza vitu hivyo wakati inapoteremshwa Qur'ani, tubida lakum, basi vitadhihirishwa kwa ajili yenu. Afa Allahu anha, amesamea Allah kuhusiana na masala haya. Masali kama kuzi haya yaliyopita huko nyuma, Allah amesamea, lakini msirudie tena. Kwa hiyo maana nataka mlikuwa kwamba kuna mtu alikuwa akiuliza maswali kama haya ya istihza wal inad, au alikuwa hajajua hukumu hii, Allah amesamea. Lakini baada ya kujua usifanye tena. Kwa nini? Wa man aada fayantaqimu Allah minhu, Allah tabaraka wa taala anasema wallahu ghafurun halim, Allah ni mwenye kusamehe na mpole. Qad sa'alaha qaumun min qablikum, hakika wameyauliza maswali hayo watu kabla yenu, min alyahudi wan nasara, thumma asbahu biha kafirin, kisha wakawa kwa maswali hayo wenye kuyakataa na kuyakanusha. Yani wameuliza maswali mingi, baada ya kuwatokea wakayakataa, tukafanyia kazi alyahudi wan nasara. Qad sa'alaha qaumun, hakika wameuliza maswali hayo watu min qablikum, qabla yenu, thumma asbahu biha kafirin, kisha wakapambukiwa kwa maswali hayo kafirin, ni wenye kuyakanusha na kuyapinga, hawako tayari kuyakubali. Ma ja'ala Allahu min bahira, hajaweka sheria Allah katika mnyama bahira, wala saiba, wala hajaweka sheria Allah katika mnyama saiba, wala wasilatin wala hama, wala hajaweka sheria Allah katika mnyama wasila wala hama. Walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi alkadhib, lakini wale ambao waliokufuru wanamzushia Allah urongo. Wa aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili, imana hawafahamu chochote. Hawa ni wanyama hawa, bahira, saiba, wasila, ham. Wanyama hawa walikuwa wanaachwa kwa ajili ya masanamu yao. Wanapofikia hali fulani, kuna sifa fulani zikitokea, hizi ni bid'a ambazo walikuwa wakizizuta katika zama za jahiliya, ambazo hazikuwepo katika Uislamu na wala hazikuwepo katika umma uliopita huko nyuma. Ni bid'a ambazo wamezizusha katika hawa wanyama hoa. Sawa, bahira ni ule mnyama ambaye, au ni ule ngamia ambaye huwa anakatwa masikio haya. Maanake itakapokuwa amezaa sana, hadi kama amezaa sana, basi huwa anakatwa masikio alafu anaacha kama alivyo. Hatumiki katika kupandwa wala katika chochote. Mwenye anameka asema huyu ni kwa ajili ya masanamu yetu. Huwa anakuwa ni bahira. Wasaiba, saiba vile vile ni katika ngamia ambao anaachwa yule kwa ajili ya masanamu yao. Sawa, wanakuchinja kwa ajili ya masanamu, si kwa ajili ya Allah tabaraka. Anakuwa ni kama vile anakuwa ni muhmala, atembea tu mjini, ana watu hawamfanyi chochote. Wasila manake ni yule ngamia ambaye anazaa, ni yule ngamia ambaye anazaa mke, baada ya pana za jike jingine, kuna idadi fulani ikifika, basi huwa hawashughulika naye, amana hawashughulika naye tena. Kwa sawa. Wala ham ni wanasema ni ngamia ambaye inataka katika ngamia dume lile. Tena ngamia dume hili ikiwa limebebesha na likaweza
kuzalia watoto wengi sana kwa ajili yake, yani maana kwamba kazaa sana, alafu pia anaachwa ngamia dume ambalo katika kule kubebesha kwake kumepatikana watoto wengi sana. Sasa kuna hali fulani ikifikia huwa anastopishwa na anapuuzwa vile vile, huwa hatumiki katika uchinjo wala katika kupandwa wala katika matumizi mengine yoyote. Hawa ni wanyama ambao walikuwa Waarabu na ni katika ngamia wote. Wengine walikuwa wanawatumia kwa jina la sanamu yao, wengine wanawaacha mpaka na kufa wenyewe. Hizi ni bid'a za Waarabu katika jahilia zao walikuwa wakizifanya, na wakajalia kama ni sehemu kwenye dini yao. Allah tabaraka wa taala akajavunja mila hizi. Hizi zinazingatiwa ni katika zile adatul arabi asayya, zile tamaduni za Waarabu mbaya ambazo kwa kuzifanya kwa hawa bahimatul an'am, kwa hawa wanyama hawa. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema ma ja'ala Allahu min bahira, hajaweka sheria Allah katika kule mnyama bahira. Si sheria hii, kama ni tamaduni wenyewe wamezeka Waarabu ni za wao, lakini si katika Uislamu. Wala saiba, wala yule ngamia ambaye amepuuzwa, ametelekezwa, wala wasila, wala yule ngamia ambaye ni wasila, wala hama. Walakin alladhina kafaru, lakini wale ambao waliokufuru min almushrikina, katika washirikina, yaftaruna ala Allahi alkadhib, wanamsingizia, manake wanamzulia Allah urongo. Wa aktharuhum la yaqilun, na wengi wao hawafahamu chochote. Wa idha qila lahum, napini wanapoambiwa wao, ta'alau ila ma anzala Allah, joni muyaendee yale ambayo aliyateremsha Allah, wa ila rasul, na njoni mumwendee mtume. Qalu, husema hasbuna ma wajadna alayhi abaana, yametutosheleza yale ambayo tuliyoyakuta kwa baba zetu. Allah anasema awalau kana abauhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun, hivi hata kama walikuwa hao baba zao hawajui chochote wala hawajaongoka katika njia sawa sawa, pia watafuata. Sababu kila wanachoambiwa tumekuta kwa baba zetu, na maneno haya hata masufi kwa wazungumza, yaweza kumletea dalili ya kuambia kwamba haya tumekuta kwa mashaka zetu. Wana wa mashaka hawakosei, ana mashaka al-ma'sumun. Sheikh al-Ma'sum sio maasum, ikawa aima tu wanakosea. Imam wanapitiwa na ile, wanapitiwa na binadamu kukosea. Sema Sheikh ambaye hata hajafikia daraja ya imam mujtahid. Wa idha qila lahum, nabili wanapoambiwa wao, aila haula al-kuffar aw makafiri almuharrimin ma ahalla Allah, wale ambao ni wenye kuharamisha vile ambavyo Allah alivyohalalisha katika hao bahira, saiba, wasila, ham. Wanapoambiwa ta'ala, unjoni ila ma anzala Allah, kuyaendea yale ambayo aliyateremsha Allah, manake liyatabayana lakum alhalal walharam, ili ipate kuwabainikieni nyinyi kati ya halali na haramu. Wa ila rasul, na njooni vile vile mumwendee mtume wa Allah. Qalu, kusema hasbuna ma wajadna alayhi abaka, tosha yetu ni yale ambayo tulioyakuta sisi kwa baba zetu, ndio yanatutosheleza sisi. Hawana shida tena na lolote isipokuwa yale ambayo waliyakuta kwa baba zetu. Allah anasema awalau kana abauhum, hivi hata kama walikuwa hao baba zao, la ya'lamuna shay'an, hawajui chochote, wala yahtadun, wala hawajaongoka katika njia sawa sawa, watawafuata pia katika hayo. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum, enyi ambao mmeamini, lazimieni na nafsi zenu, bil amali bi ta'ati llahi, kwa kufanya amali ya kumtii Allah, wajtinabi ma'asiyati, na kujiepusha na maasi yake. Alaykum anfusakum, lazimianeni na nafsi zenu. Alaykum bimaana iltazimu, hii ismu fi'l amr, na alaykum ni ismu fi'l amr manqul, sio murtaja. Manake lazimianeni na nafsi zenu. La yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, hata wadhuruni nyinyi
hata wadhuru nyinyi yule aliyopotea pindi mtakapoongoka. Yani tayari kwa katika hidayah ya Allah tabaraka wa taala, alafu atokee mtu sasa ambaye aliyopotea awadhuru nyinyi, awaingize katika upotevu wake, kuna isipokuwa biidhnillah, mpaka atokee Allah tabaraka wa taala. Man yahdihillah fala mudilla lahu ila Allahi marji'ukum jami'a, kwa Allah tu ndiyo marejeo yenu yote. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, na atawapeni habari nini Allah kwa yale ambayo mlikuwa mkiyatenda huko nyuma. Ya ayuha alladhina amanu alaykum anfusakum, enyi ambao mliamini, lazimieni na nafsi zenu katika kumtii Allah na kujiepusha na maasi. Ni maana kuweni na msimamo, kuweni na istiqama katika dini yenu, msiyumbe, msitareke, msibabaike. Ndio maana yake, la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, hata wadhuru nyinyi yule aliyopotea pindi mtakapoongoka, hawezi kuwadhuru. Ila Allahi marji'ukum jami'a, kwa Allah tu ndiyo marejeo yenu yote. Manake sote sisi tunarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ilayhi tuhsharun, fattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun, muogopeni Allah ambaye kwake yeye tu mtakusanywa. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, na atawapeni habari, atawahabarisheni kwa yale yote mliokuwa nyinyi huko duniani mkiyatenda. Kila mja atapewa habari yake. Nimekuja katika hadithi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah atamsimulia mja wake kati yake yeye na yeye, kati ya Allah na mja wake, alafu atamwambia, atamfanyia takriri, ulifanya dhambi fulani, ulifanya dhambi fulani, ulifanya dhambi fulani, sio atakiri mja, ndio haya nimekusanya. Sawa? Haya. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mliamini, shahadatu bainikum, ushahidi kati yenu, idha hadhara ahadakumul maut, pindi yatakapomfikia mmoja wenu maut, hina alwasiyati, wakati wa kuhusia, ithnani, ushahidi ni watu wawili, dhawa adlin minkum, wale wenye uadilifu miongoni mwenu, au akharani min ghairikum, au wengine wawili wasiokuwa nyinyi, in antum darabtum fil ard, ikiwa nyinyi mmesafiri katika ardhi, fa asabatukum musibatul maut, na ukawafikieni nyinyi msiba wa kifo, tahbisunahuma min ba'di as-salat, mtawasimamisha hao mashahidi wawili baada ya sala, fayuqsimani billah, na wataapa kwa jina la Allah, in irtabtum, tukiwa na mashaka nao, la nashtari bihi thamanan, watasema hatutobadilisha kwa kiapo hicho thamani yoyote, walau kana dha qurba, na japo kuwa huyo mwenye kutolewa ushahidi ni ndugu wa karibu. Wala naktumu shahadata Allahi, na wala hatutouficha ushahidi wa Allah, inna, hakika sisi, idhan, wakati wote tutakapouficha huo ushahidi, la min al-athimin, ni katika wale wenye kupata madhara. Tunakuwa hapa, aya hii inazungumzia masala ya ushahidi pale mtu atakapotoa usia. Tuko sawa? Naam. Tumefikia hatua kwamba mtu amefikiwa katika ile hali ya ihtibar, hali ile kutaka kufa, na anataka kuhusia. Mashahidi atakuwa wawili, na wale wawili hao ni Waislamu, alafu ndio usia. Sawa? Au ikiwa kama Waislamu hakuna, basi wale wengine wasiokuwa Waislamu, manake min ahli alkitab, katika wale ahli alkitab min alyahudi wan nasara, ambao wale ni wale dhimmiyuna. Sawa? Lakini kwa sababu iwe iko safarini, alafu ndio umefikia ule muda kutaka kufa, yuko safarini, umefikia ule muda kutaka kufa na anataka kuhusia, na hakuna Waislamu, basi wanaweza kuwa mashahidi hao ahli alkitab.
Masala haya ahli ilmu wameyazungumza katika vitabu vikubwa. Allah tabarak wa taala vile vile anatuelezea, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, shahadatu bainikum, ushahidi kati yenu, idha hadara ahadakumul maut, pindi yatakapofika kwa mmoja wenu, pindi atakapomfikia mmoja wenu mauti. Bimaana idha qaruba almautu min ahadikum, pindi atakapokurubia mauti kwa mmoja wenu. Hina alwasiyati, wakati wa kuhusia, yani mmoja wenu amefikiwa na kufa, anataka ausie. Ushahidi ni watu wangapi? Allah anasema ithnani, ushahidi ni watu wawili. Dhawa adlin, wenye uadilifu, minkum, miongoni mwenu, ay minal muslimin, katika nyinyi Waislamu. Sheikh wangu hapa anasema idha qaruba almautu min ahadikum, pindi yatakapokurubia mauti kwa mmoja wenu, falyushhidu ala wasiyatihi ithnaini aminaini, na ashuhudize katika ule usia wake atakaohusia, ashuhudize mashahidi wawili waaminifu. Hii ndio maana ithnani dhawa adli. Sawa, ushahidi ni watu wawili wenye uadilifu miongoni mwenu, ay minkum ay minal muslimin. Kwa hiyo ule mwenye kutaka kuhusia, mashahidi watakuwa atafuta mashahidi wawili, afu ndio usia atakuhusia katika Uislamu, minkum minal muslimin au akharani min ghairikum, au wengine wawili wasiokuwa nyinyi, manake wasiokuwa nyinyi Waislamu, min ahli alkitab. Sasa na hii ahli alilm wasema inda alhaja, wakati wa kuhitajia hilo, wa huwa wa adamu wujudi ghairihima min almuslimin, na ikiwa hakuna wasiokuwa hao katika Uislamu, yani katafuta katika Uislamu hakuna isipokuwa liwepo ni katika watu wasiokuwa Waislamu, min ahli alkitab. Allah anasema au akharani, au wengine wawili, min ghairikum, katika wale wasiokuwa nyinyi Waislamu, in antum darabtum fil ardh, ikiwa nyinyi mmesafiri katika ardhi, manake mkiwa mko safarini, fa asabatkum musibatul maut, na ukakufikieni, manake na ukakufikieni ule msiba wa kufa, na ukawapateni ule msiba wa kufa, manake mko safarini huko na mmejua ile hali ya kufa. Mmeangalia mtu anataka kuhusia, anataka kuweka usia, lakini namna anavyoangalia haoni Muislamu wenzake, isipokuwa na watu wanaosika katika Uislamu, wala anaweza kuwafanya mashahidi pia wawili, japo ile sifa ya Uislamu hawana, wala ile sifa uadilifu pia hakuna, lakini kwa maana yake hii ni baadhi ya dharura. In irtabitum tahbisunahuma, na mtawasimamisha mashahidi wao wawili, min ba'di salah, baada ya swala, manake mtawasimamisha katika kutoa ushahidi wao, watasimamishwa na ndugu ili watoe ushahidi ambao walioshuhudia wakati anahusia bwana, mtawasimamisha baada ya swala, manake watakapotakiwa wautoe ule ushahidi wakati gani watasimamisha? Min ba'di salah, baada ya swala. Na hii min ba'di salah, hapa kuna kauli za ahlul ilm min alfuqaha. Kuna wengine wanasema min ba'di salah bi maana min ba'di salati al-muslim, baada ya sala ya Islam, maana sala yote kama ni baada ya salati dhuhur au baada salati al-asr au baada salati al-maghrib, kile ni baada ya sala, watasimamisha wale watoe ushahidi ambao waliohusiwa na huyo bwana mkubwa. Hii kauli katika kauli ya wanawachuoni, na kuna fatwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, yeye katika aliposema min ba'di salah, anasema min ba'di salati al-asr, kama baada ya sala al-asr. Hii ni fatwa Ibn Abbas katika masala haya, na ahlul ilm wanasema Ibn Abbas ameqayyid sala kama ni baada ya salati al-asr, kwa sababu anasema baada ya salati al-asr, huu muda baada ya salati al-asr, muda huu kwa ule mwenye kufanya madhambi, basi madhambi yake yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko nyakati nyingine, kwa amemwekea muda ule ili asifanye khiana katika ushahidi atakaotoa, sababu ni muda ambao ni mgumu sana, ni muda nyeti. Ndio maana akaqayyid Ibn Abbas kama min ba'di as-salah, malaki salati al-asr. Hii pia ni kauli ambayo ni fatwa
ibn Abbas. Fayuqsimani billahi, na wataapa wao kwa jina la Allah, in irtabitum, mtakapowatilia shaka. Yani manake mkiwa na shaka nao, basi ule ushahidi utoe kwa kuwapa tena. Watasemaje? La nashtari bihi thamana, hatutobadilisha kwa kiapo hicho tutakachowapa thamani yoyote, walau kana dha qurba, na japo kuwa huyo mwenye kutolewa ushahidi ni ndugu. Wala naktumu shahadata Allahi, na wala hatutauficha ushahidi wa Allah. Inna, hakika sisi, idhan, wakati huo tutakapouficha huo ushahidi, la min al-athmin, ni katika wale wenye kupata madhambi. Akamba watu wenye ushahidi wala tasikiliza, huyu bwana alisema jambo kadha akasema hivi. Allah anasema fa in uthira ala annahuma istahaqqa ithma, na kama ikigundulika ala annahuma, kwamba hao wawili, kwamba hao mashahidi wawili hao istahaqqa ithma, wamefanya madhambi, na madhambi yenyewe bi maana wamefanya khiana. Ikigundulika hivyo, yani katika wale ndugu wale maiti wakigundua kwamba hawa hapana, ushahidi si wa kweli, wanaotoa hapa kwa sawa. Fa in uthira ala annahuma istahaqqa ithma, na kama ikigundulika kwamba hao mashahidi wawili wamefanya madhambi, na madhambi hapa lakini khiana, wamefanya khiana. Fa akharani yaqumani maqamahuma, basi ni waje wengine wawili watakosimama mahali yao, mahali za wale wawili. Min alladhina istahaqqa alayhim, katika wale ambao wamestahiki kwa wao usia. Al-awlayan, katika jamaa wa maiti. Manake kwa kwamba hawa mashahidi wawili hawa wa mwanzo hawa imegundulika kwamba wamefanya khiana, basi watafute mashahidi wengine waje pale katika wale ambao muda wamesikia ule usia. Al-awlayan, katika jamaa wa maiti. Fa akharani, basi ni wajibu waje wengine wawili, yaqumani maqamahuma, watakosimama mahali zao, mahali pao. Min alladhina istahaqqa alayhi, katika wale ambao waliostahiki kwa wao usia, ambao muda waliusiwa pia vile vile. Al-awlayan, katika wale jamaa wa maiti, maana katika wale ndugu wa maiti waje. Fayuqsimani billah, na wao vile vile wataapa kwa jina la Allah, watasema la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima, ushahidi wetu una haki zaidi kuliko ushahidi yao hawa wawili, hawa wa mwanzo wawili hawa. Wa ma'tadaina, na wala hatutofanya uovu. Inna, hakika sisi, idhan, wakati huo tutakapofanya uovu, la min adh-dhalimin, tutakuwa ni katika wale wenye kudhulumu. Maana tutakuwa ni katika wale wenye kudhulumu nafsi zao. Kuja wengine sawa. Fa in uthira ala annahuma, na kama itagundulika kwamba hao wawili istahaqqa ithma, wamefanya madhambi ya khiana. Fa akharani yaqumani maqamahuma, basi ni wajibu wengine wawili watakosimama mahali pao. Min alladhina istahaqqa alayhim, katika wale ambao imestahiki kwa wao usia. Al-awlayan, katika wale jamaa wa maiti, katika wale jamaa wa marehemu. Fayuqsimani billahi, na wataapa kwa jina la Allah hawa mashahidi wengine wawili hawa. La shahadatuna, ushahidi wetu, ahaqqu min shahadatihima, una haki zaidi, ni bora zaidi kuliko ushahidi wao wale wawili waliotangulia. Wa ma'tadaina, na wala hatukufanya uovu. Wanasema maneno kama haya. Inna, hakika sisi, idhan, wakati huo tutakapofanya uovu na kufanya khiana kama waliofanya khiana wenzetu, la min adh-dhalimin, tutakuwa ni katika wale wenye kudhulumu nafsi zao. Watamwatu ile kujini dhalika, hukumu hiyo. Hukumu ipi hiyo? Manake ya kutoa ushahidi na kuapa. Adna, hiyo ipo karibu zaidi. An ya'tu bishahadati ala wajhi, kuleta ule ushahidi juu ya usawa wake. Sasa dhalika, hukumu hiyo wa kuleta ushahidi pamoja na kutoa kiapo, maana kile kiapo kinatilia mkokotezo ule ushahidi. Adna, hukumu hiyo ipo karibu zaidi.
an ya'tu bishahadati ala wajhi, kuleta ule ushahidi juu ya usawa wake, au yakhafu an turadda aymanun ba'da aymani, au watakapoogopewa kule kukataliwa viapo baada ya viapo vyao. Maanake kama watatoa ushahidi ambao si ushahidi wa kweli, utakataliwa, na ushahidi mwingine utakokuja pia utakataliwa. Lazima wate kiapo hapa ili utilimbukoteshe. Au yakhafu, au watakapoogopea an turadda aymani, kule kukataliwa vile viapo baada aymani, baada ya vile viapo vyao, sababu wakaogopea kwamba sisi tumeshahapa. Kwa hiyo kama tutafanya khiana yoyote tukikataliwa sisi, viapo vingine vile vitakavyokuja vitaweza kukataliwa. Wattaqullaha wasma'u, na muogopeni Allah na msikie. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, Allah hawaongoi wale watu waasi. Maana wale wenye kutoka katika taa za Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.